Kiongozi wa upinzani kule Tanzania ambaye pia watu wengi tu zaidi wanafahamu kama Tundu Lissu ambaye pia ameweza kujipata pabaya zaidi. Kumbuke tu pia ni kiongozi wa chama Chadema kule Tanzania ambaye pia aliweza tu kuweza kuidhinishwa kuwania urais hivi siku za karibuni. Tundu Lissu ambaye pia amekuwa tu mgonjwa katika hospitali, na pia tu hivi majuzi tuliweza kuona tu akitembelewa na Rais Samia Suluhu katika hospitali akiwa kule Ulaya, kitu ambacho pia watu wengi tu zaidi waliweza kushangazwa nacho, na pia kuweza kupongeza tu Rais Samia Suluhu kwa roho yake safi, kwa kuweza kuonesha upendo mkubwa kwa kuweza kumtembelea Tundu Lissu ambaye pia ni kiongozi wa upinzani ambaye pia kwa siku nyingi zaidi amekuwa tu kiwindwa na serikali ya Tanzania. Hata wakati ambao pia Magufuli alikuwa rais, Tundu Lissu alikuwa tu amejaribu kuweza kuliwa karibu mara kadhaa, kitu ambacho pia kiliweza kumfanya pia akaweza kimbia nchi yake Tanzania kuweza kuelekea nchi zingine za Ulaya kuenda kujificha kule. Lakini kuna tukio ambao pia limeweza kufanyika tu majuzi, akiweza kutoka katika mkutano ambao pia ulikuwa wa kisiasa kule Tanzania. Baada tu ya kuweza kupona na kuweza kurejea katika nchi hiyo, aliweza tu kuweza kukamatwa baada ya kuweza kutoka katika kampeni zake. Alikamatwa tu na polisi kule Tanzania na akaweza kupelekwa katika mahakama ya kijeshi. Kumbuka tofauti na hapa nchini Kenya, tuko na High Court, alafu mwisho wa siku na apelekwa Supreme Court. Hakuna mahakama ya kijeshi ama koti ambayo pia inaongozwa na jeshi, hakuna kabisa. Lakini kule Tanzania kuna mahakama ya kijeshi, na pia kule Uganda pia kuna mahakama ya kijeshi ambayo pia sasa hivi tu imeweza kumhukumu Tundu Lissu ambaye pia ni presidential candidate wa Chadema kifo, ambayo pia inajulikana sana kama treason, ambaye pia kifo mwisho wa siku tu kule Tanzania ni kunyongwa, kwa sababu ni sheria ambayo pia iko katika katiba yao, kitu ambacho pia kimeendelea kuzua mjadala pale katika mitandao za kijamii. Ukumbuke tu reason ama kwa nini tu aliweza kuhukumiwa kifo, ni kwa sababu tu inasemekana kwamba amekuwa tu akiwachochea Tanzania dhidi tu ya Rais Samia Suluhu, ambayo ndio madai tu ya koti ya Tanzania ama mahakama ya polisi kule Tanzania imeweza kutoa na kuweza kumhukumu treason, na hukumu yake bado haijaweza kusemekana itaweza kufanyika siku gani. Labda tu mwisho wa siku ataweza kuenda kuappeal na labda kesi ikaweza kuondolewa, lakini inasemekana tu inahusisha karibu sana na siasa ambazo pia zinaendelea kule Tanzania, ambazo pia ni challenge mkubwa ambaye anafaa tu kuweza kumenyana katika debe na Rais Samia Suluhu, na labda tu anamuogopa Tundu Lissu. Ni issue ambayo pia tutakuwa tuna follow pale katika social media kujua mengi zaidi, lakini katika Udako 254